ambacho kitatokea, lakini kwa za ndani kabisa Romain Folz anaitaka milioni 600 mezani. Hizo ni tetesi tu ambazo nimesikia kutoka pale kwa wananchi. Sasa kuna moja kanipejezea na ananiambia wameamua kurudi nyuma. Wamesema bwana endelea na kazi. Hizo hela sisi hatuna. Yaani endelea na kazi. Za ndani kabisa Romain Folz anaitaka milioni 600 mezani. Yanga inavyosemekana pia ilikuwa na mchezo wa kirafiki ambao amecheza na TRA kwa maana Tabora United kwa jina la zamani, lakini TRA FC ambao walikuwa wanacheza katika dimba la KMC, lakini wametoka sare ya kutokufungana katika dimba hilo. Kwa hiyo taarifa ni baada ya hapo ndicho ambacho kikaanza kufuata sasa kuhusiana na Romain Folz waachane na Yanga, mambo yakawa mazito na huenda uongozi wa klabu ya Yanga ukaachana na mpango wa kumleta kocha kutoka Madagascar endapo kama wataona mzigo wa milioni 600 ni mgumu sana kutoa. Gani mwana michezo, karibu sana, hii ni Lake Medium, sehemu ambapo utaweza kupata taarifa za kimichezo, kufahamu mambo mengi ambayo pengine ulikuwa uyafahamu. Tuko hapa kuhakikisha kwamba siku yako pia inakuwa njema kabisa, unapata mambo tofauti ya kimichezo. Na leo bwana nina story kubwa, kuna wengine nasema inakuwa ni za ndani au inakuwaje hiyo, lakini mimi nipo hapa kwa ajili ya kukupa story za kimichezo ambazo inawezekana ulikuwa fahamu. Lakini kabla ya yote tunasema huwa tunaanza story kwanza ya kimaisha ambayo inakuwa inatuhusu sana kwenye maisha yetu ya kila siku. Bwana, kikubwa ambayo nataka tuzungumze kwenye kabla ya story ni kuhusiana na kuna wakati binadamu tunajiona kama kuwa karibu na Mungu kama ni ushamba, au ni mtu ambaye kapoteza umaana kabisa ukiwa karibu na Mungu. Manake mtu labda anaenda kwenye ibada, yani kuna mtu mwingine kwenye ibada anataka hata kujificha hivi watu wasijue kama anaenda kwenye ibada, yani kama yuko kwenye ibada hataki watu waone kama yeye ndo anamshukuru Mungu vile anafanya hivi. Kuna wakati mwingine itupe nafasi ya kufikiri kwamba hivi, mfano kwa kijana kwa sasa, ikitokea sasa umeshakufa pup sasa hivi, umeacha kitu gani cha maana kwa watu ambao wanaweza kuona, unaweza kuwaonea aibu pale ambapo unaenda kumomba Mungu, au pale ambapo unaonekana wewe unampenda Mungu na unafanya yale ambayo yanampendeza Mungu? Kitu gani ambacho kitakuwa ni cha maana sana? Kwa hiyo kuna wakati utakuta kijana au mtu mwingine ukionekana kama mtu ambaye unapenda kuwa karibu na Mungu, kuna watu wanakuona kama ni mtu ambaye umepoteza mwelekeo hivi, ni mtu kama ambaye yani unapoteza muda hivi. Hebu niambie, mtu ambaye anashinda kwenye baa, mlevi, au mtu ambaye anafanya vitu vya ajabu na vitu kama hivyo, hivi thamani ya mtu anayemtegemea Mungu na mtu wa aina hiyo, yani nani bora? Na yule ambaye anatembea na mailizi kiunoni, anapasua mayai, anapasua nazi, anapasua labda njia panda na vitu kama hivyo, ni nani ambaye mwenye thamani kabisa? Nadhani kwa kuna wakati mwingine kama vijana tupeane taarifa nzuri kwamba ni vema sana, kwa sababu hakuna anayejua kesho. Kitu ambacho kimenikumbusha mpaka kusema hayo, ninakumbuka kuna mshikaji wangu mmoja hivi ambaye nimetoka kumaliza tu form 4, alikuwa yani alikuwa ametoka kijijini ameingia mjini, akaanza kurise, maisha yake akaanza kubadilika huku na kule, lakini mwisho siku mambo kimwambia mambo ya ibada kuna si nini mpaka sasa tunavyozungumza ni marehemu. Yani nikakumbuka ile kitu, situation ilikuwaje, afu mtu mwenyewe alikuwa hana time ya kusema hata ibada ilikuwaje hivi na kwaje hivi. Mbona kama alikuwa anaona kile anavyofanya ni vya thamani, alafu hayupo tena duniani, na kama angeendelea kuwepo alikuwa mtu ambaye sasa angekuwa yuko mbali sana kimaisha na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo najaribu kuvifikiria, jinsi ambavyo watu wengine wanachukulia kama mtu ukiwa karibu na Mungu basi wewe ni mshamba, alafu mtu huyu bwana na vile. Nikwambie kijana ambao unakuwa karibu na Mungu, uko katika sehemu sahihi sana kwa maisha yako ya baadaye. Kuna kitu gani cha ziada duniani zaidi ya kula, kuvaa, zaidi ya kutamba kwa watu watembea gari zuri, nyumba nzuri? Hamna kitu kingine cha ziada. Mimi naitwa Lugano Izar, karibu sana tuweze kupiga story za kimichezo. Bwana, za ndani kabisa
ambazo pengine ulikuwa huzifahamu za ndani. Nikisema za ndani na maanisha ni ndani kweli kweli. Wakati tetesi zikizungumzwa kuhusiana na kocha wa wananchi, kwa maana Romain Folz ambaye ni kocha mpaka sasa, kwamba huenda Yanga wakambwaga na wakabwagana, kila mmoja akachukua njia zake. Sasa mara baada ya ile tetesi kwamba ameenda Afrika Kusini hawezi kurudi sio na nini, yule kocha ni mjanja sana, akaenda kutaka hata kukaa kule, vitu ambavyo ameenda kuvifanya kule, akarudi zake mjini, akaendelea na shughuli zake na taratibu zingine za soka, akisubiria kwamba uongozi wa Yanga ndio uamue kwamba bwana tunaachana na wewe. Mambo ya tetesi haya achana nayo, ingawa anaishi kwa pressure, lakini akasema nataka vitu vifanyike kama ambavyo wao watakuwa wamepanga vifanye. Sasa alivorudi akaendelea kufanya shughuli zake, akasema kama wataniacha basi lazima nionyeshe kitu, lakini akiamua niondoke na mimi niko tayari kwa msimamo wangu. Sasa taarifa ambazo nazipata sasa hivi kuhusiana na mpango wa kumuondoa Romain Folz ndani ya wananchi, kwenye viunga vya wananchi, mpango umekuwa mzito sana. Romain Folz yeye kagoma, kasema kama mnataka kumuondoa kwa mkataba ambao mlikubaliana, malize kiasi cha pesa kama milioni 600 hivi, Yanga inatakiwa watoe wampe Romain Folz. Si kama mnaelewa vizuri, yani iko hivi. Kwa upande wa Yanga wao kulikuwa na mpango za ndani kabisa kwamba kulikuwa na mpango wa kumuondoa Romain Folz katika kikosi hicho. Tayari kuna kocha kutoka pale Madagascar, almaarufu Kamaroro, kocha ambaye alikuwa anafundisha Madagascar kwenye mashindano ya CHAN, ndiye ambaye anaenda kuchukua nafasi ya kocha Romain Folz. Sasa Romain Folz inavyosemekana wakaitana kwenye vikao na uongozi sasa, kwa bwana tunataka tumalize mjadala uende na safari nyingine. Kaambia bwana sawa, haina shida kama mmeamua hivyo, akakubali. Sasa taratibu zikoje za kuniondoa? Maana yake lazima taratibu zifuate za kuniondoa. Kumbe bwana inatakiwa wananchi wampe milioni 600 ndo wavunje mkataba. Romain Folz akasema bwana fanyeni mpango, hiyo milioni 600 hizo mnikabidhi ndo safari yangu ianze ya kuondoka hapa nchini na kila kitu kikamilike na shughuli iendelee. Sasa kwa taarifa ambazo nimezipata zaidi ni kwamba Yanga wamerudi nyuma kuziona milioni 600 na kuaje kwenye mpango huu wa kumwacha kocha ambaye hajafungwa. Nataka tumtoe afu aje kocha mwingine ambaye anakuja kuchukua hela nyingine tena. Ingaje tetezi nasema kwamba kocha kule ni kuja kusaini huku, lakini kila mambo yote kule yamekamilika na kashaaga. Kwenye peji yake inaonekana kashaaga tayari kwa upande wa nchi yake, kwa maana timu yake ya taifa ameshaaga kuachana na hiyo timu. Sasa utajiuliza ni kitu gani ambacho kitatokea, lakini kwa za ndani kabisa Romain Folz anaitaka milioni 600 mezani. Hizo ni tetesi tu ambazo nimesikia kutoka pale kwa wananchi. Sasa kuna moja kanipejezea na ananiambia wameamua kurudi nyuma. Wamesema bwana endelea na kazi. Hizo hela sisi hatuna. Yaani endelea na kazi. Manake wanaona kama ni mlima mzito sana wa kumlipa milioni 600, then unamleta kocha mwingine ambaye anaenda kumpa hela nyingine tena. Kwa hiyo inawezekana Romain Folz akabakia ndani ya Young Africans kwa sababu ya mazingira ambayo nimeyazungumza, kwa sababu ya kuhitaji pesa ya milioni 600. Sasa sijajua sababu ni nini ambacho yani sijajua ni wakati Yanga wanafikiria kumuondoa. Sasa sijui vipengele hivyo ambavyo vinasema milioni 600 tabidi watoe, sijui hapo kuvisoma kama vinahitajika hivyo na waweze kufikia hatua. Nadhani tutakuja kusikia mengi sana mara baada ya wao kutoka na kuzungumza, endapo kama watakuwa tayari kuzungumzia hilo kama ni la kweli au mala. Lakini za ndani tumesikia kwamba milioni 600 kocha Romain Folz amezitaji zikae mezani, avunje mkataba na maisha mengine yaendelee. Kwa hiyo hizo za ndani kabisa, kwenda kuvunja mkataba wa Romain Folz si kitu kidogo, ni kitu ambacho lazima mtu apasuke kweli kweli. Na Romain Folz alivyorudi kutoka Afrika Kusini akaendelea na kuifundisha timu, na wengine wachezaji wakiwa kwenye majukumu ya timu ya taifa. Kuna baadhi ya wachezaji wapo na wengine hawapo
kwenye kikosi hicho. Lakini Yanga inavyosemekana pia ilikuwa na mchezo wa kirafiki ambao amecheza na TRA, kwa maana Tabora United kwa jina la zamani, lakini TRA FC ambao walikuwa wanacheza katika dimba la KMC, lakini wametoka sare ya kuto kufungana katika dimba hilo. Kwa hiyo taarifa ni hiyo, lakini baadaye, mara baada ya hapo, ndicho ambapo kikaanza kufuata sasa kuhusiana na Romain Folz waachane na Yanga. Mambo yakawa mazito, na huenda uongozi wa klabu ya Yanga ukaachana na mpango wa kumleta kocha kutoka Madagascar, endapo kama wataona mzigo wa milioni 600 ni mgumu sana kutoa. Sasa mambo yanawezekana kawa magumu zaidi, kwa maana ya kwamba itabidi wakubaliane na pila gumu ambalo wao wanaona kama haliwafurahishi, pila ambalo wanatamani lingebadilika, lakini ndo hivyo, wamemrudisha tena. Kwa taarifa za ndani kwamba hataondoka ndani ya wekundu, ndani ya wananchi Yanga. Kwa hiyo tusubiri nini ambacho kitaweza kutokea mara baada sasa ya hicho, kwa taarifa ambayo tunazungumza sasa hivi, nini ambacho kitatokea endapo kama mambo yatabakia kama yalivyo. Tetesi na mambo yote yanakuwa mpaka watoke wajadhibitishe, waseme hiki ndicho kilivyo na hiki haiko hivi. Lakini tungumza mpaka sasa kwamba kwa upande wa Romain Folz mambo yamekuwa hivyo, licha ya kwamba kocha aliyekuwa kocha wa Madagascar, timu ya taifa Madagascar, ambaye anafahamika kama Lakanto Ndrabe almaarufu kama Roro, kwamba 90% ilikuwa tayari imekaribia kutua ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo tusubiri, huenda mabadiliko yakawa yametoka kutokana na pesa kuwa kubwa ya Romain Folz kuhitaji kupewa pesa kubwa na Young Africans, na tusubiri pengine wataridhia tena kwamba bwana mpeni hela yake aondoke, au wakaona hela hiyo bwana iache alafu mambo mengine yaendelee. Kwa hiyo tusubiri kitakachoenda kutokea mpaka hapo mambo yatakavyokuwa. Mimi naitwa Lugano Israel, hii ni tetesi ambazo tunatoka kuzungumza sasa kupitia Like Media. Subscribe channel hii uwe miongoni mwa watu ambao waendelea kufuatilia channel hii. Mpaka wakati mwingine, ciao.